and tonight we are here and Mungu ataongea na sisi na tutajua mapenzi yake ni nini. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Tuingie kwa neno sasa. Nitatumia Biblia. Bible inaitwa English Standard Version. Nimechora map ya Kenya. Kama ukona kama hii, natumia hii Bible. Yes. And to know how to abide in the will of God and to understand the will of God in a particular season, to understand the benefit of aligning in the will of God. So, will, taanza kudefine will, and I define to in a simple way, it's a desire. Bwana asifiwe. Naona kama vyenye mzazi kama mzae hivi naweza amua andike will, seme akona maploti, akona magari, akona manyumba, and then aamue sasa andike, sasa express desire zake ndio akikufa hao watu wasichapane. Aseme hii ploti iende na Joroge, hii gari iende na Kiprotich, hii nyumba iende na Jen. Sasa ndio hata akikufa hao watoto hawatachapana. Watakuwa wanajua babangu akienda aliacha kama ameandika hii ni yangu, akaandika hii nyingine ni yangu. So will, it's a desire. Yani hiyo desire yenye God ako nayo kwetu. Praise God. And the same way God has a desire for us. Praise God. In the book of Matthew chapter 6 verse 10, the Bible says that Yesu alikuwa anafunza his disciples how to pray. Na akasema, let your will be done on earth as it is in heaven. Praise God. This clearly shows us God akona will yake. Bwana asifiwe. Huko juu Mungu akona mapenzi yake kwetu. In Jeremiah 1:5, God knew Jeremiah even before he was formed. And hata before for me when in his mother's womb, God alikuwa anamjua. Na alikuwa anajua huyu atazaliwa na kuna hii kazi yenye ata-accomplish. Bwana asifiwe. Hii inatuonyesha ya kwamba God anakuanga na mapenzi yake kwetu. Na Mungu kuna kile ambacho anataka we accomplish here on earth. Praise God. We are not here in vain. Hatuyuko hapa tukakae alafu tukufe tuende tusaulike. Tuko hapa tutimize mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Tuko hapa tufanye ile kitu yenye God alituumba ndio tu accomplish. Bwana asifiwe. Ningetaka tuanze na to understand how to discern the will of God. Tasoma from the book of Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 1 to 17. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurities or covetousness must not be even named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, or no foolish talk, nor crude joke, which are out of place, but instead let there be thanksgiving, for you may be sure of this,
that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon you, the sons of disobedience. Therefore, do not be partners with them, for at one time you are in darkness, but now you are in light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to God. Take no part in unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what is the will. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Praise God. Bible inatuambia hapo verse 5, chapter 5 verse 1. Therefore, be imitators of God. Praise God. And imitating is to follow, ni kufuata. Praise God. Bible inatuambia vizuri tukue imitators of God. Yaani tuache God akuwe ndiye role model wetu. Bwana asifiwe. Tuache God akuwe ndiye center in everything that we do. Let God be the center. Let God be the role model. Yaani sasa naona kama role model venye unaweza kuwa ukimwangalia venye anafanya vitu, si ndio? Sasa sisi Bible inatuambia vizuri like role model wetu akuange ni Mungu. Yaani kila kitu yenye unafanya unajiuliza, hii kitu inafurahisha God. Hii kitu yenye nafanya saa hii ina imitate Mungu. Hii kitu ni vitu zangu nafanya ama ni God to be glorified. Bwana asifiwe. Inaendelea verse 3 inatuambia, but sexual immorality and all impurities or covetousness must not even be named among you. Bwana asifiwe. Yaani sexual immorality, it is not part of us Christians. Bwana asifiwe. And we should not practice this. Praise God. Na alafu inatuambia verse 5, yaani who is sexually immoral has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Na sisi wote tunataka kwenda mbinguni. See, our main aim, by the way, our main aim ni kwenda mbinguni. Si ndio? Na ukishajua hii kitu inaweza fanya nikose ufalme wa mbinguni, si ni better wachane nayo. Alafu pia si mapenzi ya Mungu like sisi to perish. Like ni mapenzi ya Mungu kila mmoja wetu to inherit the kingdom of God. Bwana asifiwe. And here comes the sexual immorality zenye zina, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Praise God. I know most of us tuko na kastori ka kuambiana hapo nyuma how we used to live. Bwana asifiwe. But sai we no longer live kama venye tulikuwa tunaishi. We don't live in darkness, but we are in light. Let us live as children of light. Praise God. And pleasing God in everything that we do. Verse 10 inatuambia try what is pleasing to God. Bwana asifiwe. And if unakam kuona like whatever you are doing in your life it is not pleasing God, you better leave it. Kwa sababu Bible inatuambia you try your best and you discern what is pleasing the Lord. Bwana asifiwe. There are so many things that unaweza kuwa ukifanya and they are not pleasing God. Bwana asifiwe. Let us evaluate ourselves tonight. Na ujichunguze na uone what am I doing yenye hai please God. The Bible inatuambia we try our best and do what is pleasing to God. And verse 17 Bible inatuambia tusikuwe foolish. Bwana asifiwe. A time like this, senye dunia imekuwa too wicked. Kila kitu imekuwa tu ya kawaida. Tusikuwe foolish. Let us know the will of God. Bwana asifiwe. Let us do the right thing. Bwana asifiwe.
The will of God, by the way, it is doing what is right. Yani ni kufanya, yani ile kitu yenye God anataka ufanye. Bwana asifiwe. By the way, will ya God si chenye unataka, by the way, si chenye unataka. Juu ingekuwa ni chenye tunataka, kila mtu akizaliwa mama yake angekuwa anamwandikia, nataka kijana wangu akue hivi, nataka msichana wangu akue hivi. Lakini sasa will ya God ni ile hata before uzaliwe alikuwa anajua nikiumba huyu msichana atakuja kufanya hivi. Bwana asifiwe. So it is our right tufanye ile kitu yenye inafurahisha Mungu. Tufanye ile kitu yenye ni mapenzi yake. Bwana asifiwe. And the book of 1 Thessalonians First Thessalonians 4. Above verse 1. Some of verse 1 and verse 3. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you received from us how you ought to walk and please God, just as you are doing that, you do so more and more. Praise God. Paul alikuwa na urge the church of Thessalonians and ile they received from them to walk and to please God, just as sasa hiyo tena walikuwa wanafanya, na alikuwa na urge they continue doing it more and more. Praise God. Amen. So it is our urge. Like hakuna kustop, like ati mimi sasa nimefika mwisho siwezi fanya more than this. The Bible is urging us chenye tunafanya to please God, we continue doing it more and more. Praise God. We continue, yani tukue na hii hunger and thirsty for God, yani each and every day more and more, iende ikiongezeka. Bwana asifiwe. Hakuna room ya ku relax kusema wewe umefika mwisho. We continue doing it more and more. Na verse 3 nasema, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain, your sanctification, that you abstain sexual immorality. Bwana asifiwe. God anasema, Paul anasema, it is the will of God for you to abstain sexual immorality. Bwana asifiwe. Na hii issue ya sexual immorality like imekuwa like all over kwa churches, kila mahali. And this is the will of God for us to abstain from sexual immorality. Praise God. To live a holy life, to please God with our lives. Praise God. Bible imetuambia sisi sahi tumeishi kwa mwangaza. We don't live in darkness like we used to do. Sahi we are in the light. Let us praise God kwa kila kitu yenye tunafanya sahi. Bwana asifiwe. Amen. And the book of Jeremiah 18 verse 1. The word that came to Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. So I went down to the potter's house, and there he was working at the wheel, and the vessels he was making of clay was poured in the potter's hand, and he reworked it into another vessel, as it seemed good to the potter. Then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done, declares the Lord? Behold, like the clay in the potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. Praise God. Jeremiah aliambiwa na Mungu atoke na aende kwa potter's house. Na senye alifika huko kwa potter's house, potters alikuwa anatengeneza clay. Na moja ikaharibika, lakini akaitengeneza tena kulingana na vyenye alikuwa anaona ikikaa poa. So God akaambia Jeremiah, nyinyi okay, the house of Israel, like God akamwambia, like I am the potter and you are clay. Praise God.
God alikuwa anaambia Jeremiah, nyinyi mko mikononi mwangu. Bwana asifiwe. So hapo inatufunza like God is the potter and we are just a piece of clay in God's heart. In God's heart. Praise God. Like we can allow God like atumold na atutengeneze tukue kama vyenye anataka. Bwana asifiwe. Like it is the work of God to mold us if we allow him. Bwana asifiwe. And above verse 8, not verse 8, verse 7 inasema, if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, and if that nation concerning which I have spoken turns from evil, I will relent of the disaster that I intended to do. Mungu pia aliambia Jeremiah, kama nimesema like I will destroy a kingdom ama a city, and if that city ama nation it turns away from evil, I will stop hiyo kitu mbaya yenye nimeamua kuifanyia hiyo kingdom. Bwana asifiwe. And hii inatuambia like God is a God of another chance. God is a God of restoration. Praise God. Na it haimaanishi the life that yenye umekuwa ukiishi. It doesn't care the life yenye umekuwa ukiishi huko kitambo. God can give you another chance if you are willing to repent, if you are willing to turn away from the evil that you have been doing. And God atastop ile kitu yenye alikuwa afanye yenye ilikuwa ya kudestroy. And verse 9 inasema, and if any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will build and plant, and if it does evil in my sight, not listening to my voice, then I will relent of the good that I had intended to do it. Praise God. Pia anaongelelea another kingdom yenye God alikuwa ameamua atafanyia mazuri, but if it does evil, ata stop the good that he intended to do. Inatuambia like God hata anaweza stopisha his will to be done in our lives. Praise God. If we do what is not in accordance to his will. Kama ukisema like umetembea na Mungu, umekuwa mzuri, and then you decide like hey, hii journey ya salvation imechosha and I just feel like you should give up ama uachane tu na salvation kabisa. Like hii itakatisha hadi mapenzi ya Mungu kufanyika katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hapa anasema like atastopisha even that good yenye alikuwa amewekea that kingdom. Praise God. So it is our urge tonight, like we continue doing what is good. Praise God. Tusikufe moyo na tusiallow anything to tutenganisha na mapenzi ya Mungu. And if pia umekuwa ukiishi ile life yenye haifurahishi Mungu, God anatuita usiku wa leo like we start living in accordance to his will. Praise God. Remember, God has a good plan for us and God has a purpose for each and every one of us. Bwana asifiwe. Na God akikuumba hakuwa anakuumba atijifike mahali usikie ni kama umechoka na maisha and then like astopishe wili yake. God alikuwa anakuumba utembee na Mungu mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Na utimize kila kitu ambacho Mungu alikuwa ametuumba tutimize. So like let's evaluate our life. Na uone venye umekuwa ukitembea na Mungu. Uone venye jani yako imekuwa na Mungu. And kama una feel like you should repent and you should turn away from chenye umekuwa ukifanya yenye haifurahishi Mungu, please do so. Kwa sababu hii time yenye tunaishi ni very short. Bwana asifiwe. Unaweza fikiria, maybe mtu anaweza fikiria simi kwanza nikule tu raha alafu kuonga 80 hivi ndio nitaanza kurepent. My friend, huwezi jua kesho. Bwana asifiwe. Huwezi kesho. Siku ni leo. Amua. Like this is the kind of life that I have been living. Na now I want you to follow the plans that God had for me. I want to fulfill the will that God created me to do. Because acha niwaambie kitu moja. God haizi kuforce ufanye kitu. Like God alitu create
na akajua this is what I want my child to accomplish. But at the same time, God hawezi kushinda akikubembeleza ati okoka, nifuate, achana na hii. Hapana, Mungu atakuacha tu anakuwatch. It's a choice for you to do what is right. Praise God. Ni wewe uamue utafuata nini, uamue utafuata nani, uamue utafanya nini na maisha yako. Praise God. And how I wish like tunafaa we can understand like sisi tuko mikononi mwa Mungu na God ako na hiyo power, anaweza to change. And if you desire to walk with God, atakupea hiyo strength with God. Like God every time atakuwa anakustrengthen. You don't ile time when you feel like you are about to give up with life, like God atakuwa anakustrengthen. Praise God. Amen. And in the book of Romans, Romans 12 verse 2. Do not be conformed to them. Do not be led by testing. You may discern what is the will of God and what is good and acceptable. What is good and acceptable and perfect. Bwana asifiwe. Like nowadays, like kila kitu imekuwa tu iko tu sawa. Like you can't distinguish between like vitu zenye believers wanafanya na chenye unbelievers wanafanya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Tumekuwa conformed na to this world. Praise God. Like tunachukulia vitu za dunia ni as if it's the right thing to be done. Like tunaweza chukulia example na sema kupeana katwani mahali ndio upite. And tunaweza fikiria si kitu inakuanga na si inafaa kuwa hivyo, si nipeane tu ndio nipite. And unaichukulia tu kama kikawaida. Bwana asifiwe. But hiyo si mapenzi ya Mungu. Si mapenzi ya Mungu ufanye hivyo. Praise God. Remember, tuko kwa hii dunia, but we are not of this world. Praise God. The things of this world hazifai kuwa zikitu conform. But in fact, tunafaa kuwa tukiziconform. Praise God. Like tuko tu hapa, we are just here for a while. In the book of Matthew 6:33, the word of God is telling us, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Praise God. Amen. We seek first the kingdom of God. By the way, tuko so much determined like nataka hii, nataka nipite exam, nataka nifanye hivi, but tunasahau about seeking God and seeking his righteousness. Praise God. Na Biblia inatuambia vizuri, if we seek first the kingdom of God, all these things zenye zinatusumbua, they will be added unto us. Bwana asifiwe. Hizi vitu zingine zote, they will be added unto us. And David in the book of Psalms 37 verse 25 aliandika akasema, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his child begging for bread. Praise God. Amen. And unaweza kuwa umekuwa ukipitia katika hali ngumu sana, and then you are wondering, is this the will of God? Like hii ni mapenzi ya Mungu mimi nikuwe nikipitia hapa? Like God ako na mimi ama Mungu alishaniacha kitambo? Like David alikuwa anasema, kutoka nikuwe mtoto mdogo hadi saa hii mimi ni mzee, sijaiona mtu akiwa ameachwa na Mungu. Bwana asifiwe. Ama mtoto wake akibeg for bread. And David anatu encourage like no matter how things zinaweza kuwa zikikaa tough, kwa sababu pia David by the ndio akuwe king alikuwa amepitia. No matter how things zinaweza kuwa zikikuwa tough kwetu, like we should trust the process. Bwana asifiwe.
and we should trust God. And God can't forsake us. Bwana asifiwe. Even if we feel like giving up, even if we feel like losing hope, and even if hata umejiuliza maswali mingi sana, and you are just wondering, God uko na mimi kwa hii safari, Mungu unataka aje na haya maisha yangu? Mungu bado hajakuacha. Bwana asifiwe. Like God can't forsake you. Praise God. Bible pia inasema like hata kama mama atasahau na mtoto wake, lakini Mungu hawezi sahau na mtoto wake. Bwana asifiwe. So like it's an encouragement to us tonight. Kwa mwenye anasikia like ako karibu ku give up, na anasikia like life ni kama imeturn against her, na anasikia ni kama like God, it's not happening in her or his life. Like I'm here to encourage us tonight. Like God can't forsake us. No matter how tough things may look like, no matter how discouragement that we may face in this life, as long as you trust in God, as long as you're doing the will of God in your life, like God can't forsake you. Praise God. Amen. And in the book of Isaiah 43, verse 2, the word of God is telling us, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burnt, and the flame shall not consume you. Praise God. Like utajua aje like nikipitia kwa maji haitanibeba. Lazima utapitia kwa hiyo maji. Bwana asifiwe. So like inaweza kuwa sasa unaona like kila kitu liko against wewe kabisa. Lakini it is just a process. Praise God. And you have to trust this process. Bwana asifiwe. We trust the process like hata nikipitia katika haya maji, niko na imani na niko na Mungu, and I know that at the end of it all nitaibuka kuwa mshindi. Bwana asifiwe. At the end of it all, God will fight for me. Praise God. These battles are not ours. Bwana asifiwe. Na lazima mapenzi ya Mungu yatatimika katika maisha yetu. If God alikuwa ameplania like huyu mtoto wangu lazima atapitia hivi, na lazima atapitia hivi, na lazima yani vitu zenye God alikuwa ameplania, lazima utapitia zote kama utatembea kulingana na mapenzi yake. But haimaanishi like atutaishi hapo. At the end of it all, God atakupigania. At the end of it all, yani God atakupea victory. Praise God. Isaiah, okay, mimi ananifurahishanga sana akiandika hivi. By the way, hii verse inani-encourage sana. Like hata kama napitia kwa moto, hata kama napitia kwa maji haitanibeba na moto hautanichoma. Bwana asifiwe. Lakini lazima bado nitapitia hapo. Hata kama sitachomeka na sitabebwa na maji, lazima nitapitia hapo. Praise God. So we trust the process yenye God anatupitishia. Praise God. Like we should not give up in this life. We should not give up in this journey. Kama wewe unajua unatembea vizuri na Mungu, na kama unajua uko na Mungu katika hii safari, hufai ku give up. Bwana asifiwe. Kama Job trust the process. Though there were so many challenges, though there were so many discouragements zenye alikuwa anapatana nazo, trust God. Praise God. Na at the end of it all, God alimrudishia kila kitu double. Bwana asifiwe. Like even us tonight, ningetaka tana like if we continue trusting God without giving up. Bwana asifiwe. Like hatufai kukufa moyo. Without giving up in this life, let's continue trusting God and doing what is right before God and praising God with our lives. Bwana asifiwe. This life is not ours, by the way. This life is not ours. It belongs to God. Let us praise God with our lives. Let us allow God to mold us and to make the best out of us. Bwana asifiwe. Let us allow God yani atufinyange na atutengeneze ile vesa yenye iko poa kabisa. Bwana asifiwe. And as I conclude tonight, ningetaka tujue like we don't live
in accordance to our own will. Bwana asifiwe. We don't live our own will. And knowing God's will is living in accordance to God's will. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio kujua mapenzi ya Mungu. Si kuishi kulingana na venye unafikiria it's right. It's living in accordance to what God think that it is right. To what God created. Naomba like hizi vitu zote yani naomba. Like I came to nikikuja ku realize by the way what I'm supposed to do is just doing according to what God wants me to do. Bwana asifiwe. What I'm supposed to do is just finding and discerning what is pleasing God. Kwa kila kitu yenye nafanya like nijiulize is this pleasing God? Bwana asifiwe. That is the will of God for me. That is the will of God for my life. Bwana asifiwe. And tonight ningetaka tujiulize like tumekuwa tukiishi aje? Tumekuwa tukiishi aje katika maisha yetu? Life yetu imekuwa aje na God? Like walk yetu na Mungu imekuwa aje? Is there any time ilifika mahali and you just felt like giving up? Ama ikafika mahali na ukakufa moyo? Like God is calling us tonight. Na God is giving us a second chance tonight. Praise God. It is never too late. Bwana asifiwe. Ningeomba